ahadi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameitoa katika taifa letu kwamba lazima watu waanze kutumia nishati safi. Na kwa nini tunazungumzia nishati safi Dar es Salaam? Leo watu wananchi wakikata miti kule mikoani, masoko yao ya miti na mikaa yao Dar es Salaam. Kwa Dar es Salaam mkisema hatutaki mkaa huo kwa sababu ya mambo niliyokwisha ataja, maana yake masoko ya mkaa yatakuwa ni madogo na hakutakuwa na dili tena la kukata mti kule kijijini. Kwa hiyo balozi wa kwanza anayeweza kufrustrate ule mfumo wa demand ya mkaa ni mwananchi wa Dar es Salaam. Hiyo ndio concept ya kwanza. Ukiona mkaa unaendelea kuja Dar es Salaam, maana yake wanamtafuta mtu anaye demand mkaa. Na kunapokuwa kuna demand na supply ambazo zinafanana, iko, maana yake ni kwamba hapa lazima mmoja wapo ajikane ili mazingira yaweze kupona. Kina mama, mkae mabalozi wazuri. Ukikataa wewe nishati chafu, mwanaume hakuna namna atabaki kwenye nishati chafu. Ukikubali nishati chafu, ni namna pekee pia mwanaume kukubali nishati chafu. Kwa wewe mwanamke ukawe balozi nzuri kwa nishati safi, kwa kuwa madhara ya nishati chafu huanza wewe mwanamke na sio mwanaume. Mwanaume atakuja tu kuwa na maumivu ya ujane, lakini wewe utakuwa na maumivu ya moyo na afya ya moja kwa moja. Wizara ya Nishati kwa kushirikiana na TANESCO wameonyesha ubunifu huu ambao nimekwisha kusema, na nipongeze tena kwa awamu nyingine na sekta zingine ziweze pia kuiga mipango hii ya ubunifu kwenda kuokoa maisha Tanzania. Lakini zaidi tuunge mkono mpango huu wa connect umeme, pika kwa umeme. Nishati safi ziko nyingi. Kuna umeme, kuna gesi, zote hizo ni nishati safi. Lakini kwa kuwa TANESCO ni wazalishaji wa umeme, sio wazalishaji wa gesi, wao wamejielekeza pika kwa umeme. Na kwa sababu watu wengi wamekuwa wanaogopa masuala haya kwamba umeme utalipuka, wewe fanya wiring yako vizuri, hakuna umeme utakaolipuka. Majiko ya kisasa yamefanya uchunguzi tosha na wataalamu hawa.